Umeshamaliza kuchangia eh? Bora cheka kwamba ujue mnachangia nini? Cha kwanza kabisa nipende kuchukua nafasi na hapa uwe makini kwa sababu hapa ambapo tunasema hivi hapa ndo Israeli na roho ya mtu. Kwa sababu nazungumza kama mwanachama wa klabu ya Yanga. Bwana, mimi binafsi kwenye mchango wa Alikamwe kuna kiongozi alinipigia simu, alinitafuta. Na ndio maana nazungumza haya kwa ushahidi. Alinitafuta, aliniomba, na mimi nianze nyuma kwamba kuna hamasa ilijitokeza. Ilikuwa ile ni hamasa ya mashindano ya kimataifa kati ya Al Hilal dhidi ya Yanga. Na hiyo hamasa ilikuwa Kawe. Umeelewa? Ilifanyikia hapa Kawe. Wewe mwenyewe ni shahidi. Na tulitangaziwa kwa sababu mimi nipo kwenye grupu la nyuki wa kijani na njano. Umeelewa? Tulitangaziwa kwamba kuna hamasa. Sasa mimi nimetoka nyumbani nikiwa naelekea kwenye hamasa ya klabu. Maana naenda kwenye jambo la klabu. Kwa bahati mbaya nimefika maeneo ya Mwenge nikapata ajali. Nilipopata ile ajali niliwapigia na ukiangalia ajali yenyewe ndio hii. Haya makovu nayoona, haya makovu haya yote ni ajali ambayo niliipata nikiwa naelekea kwenye kuipambania klabu yangu. Niliwapigia viongozi wangu wa kwenye matawi. Sio kwenye matawi ambao wako connected, ambao wametuita twende kwenye nini? Kwenye lile zoezi. Umeelewa? Nikawapigia simu hususan mwenyekiti Kindoki. Nikamwambia Kindoki kwa ushahidi na video zipo na message zipo. Kindoki, mimi mwanachama na mwanahamasa wa nyuki wa kijani na njano. Nimepata matatizo, nimepata ajali. Nipo hapa kwenye hospitali. Naomba msaada wa haraka kwa sababu hata kunyanyuka kwenda kutoa fedha ili nimpe daktari ninunue dawa sina. Naomba ndugu zangu, kama wewe huwezi kufika, basi naomba mtu yeyote aweze kufanyaje kufika kwenye eneo ili nifanyaje nipate kupona kwa sababu nipo kwenye hali mbaya. Alichokisema Jimmy Kindoki alisema pole. Nikasema ndugu yangu pole. Nikasema labda pole kuna message nyingine inafanyaje itafuatia ya kuniuliza upo sehemu gani. La sala kwanza limepita, sala pili nimepita, nikamuuliza kiongozi, nipo hapa ndugu yangu, naomba msaada wako. Messages zikaonekana blue tick zimepiga lakini no kitu. Nikasema ngoja niwatafute viongozi wangu wa nyuki wa kijani na njano. Wakaniuliza bana uko sehemu gani? Nikasema bana niko sehemu fulani kwenye study sehemu fulani. Hamna shida. Vipi unaendeleaje? Bana mimi saa hizi hali ni mbaya. Baada ya masaa mangapi na wenyewe ikawa kimya. Nikawakumbusha zikapiga blue tick kimya. Juzi ndio maana nasema hivi naongea hii interview kwa sababu juzi limejitokeza ili swala la Alikamwe kuhusu kuchangiwa milioni 5 kwa sababu ya kupigwa faini. Umeelewa? Faini na bodi ya ligi. Wameniandikia message na hizo message ninazo. Na wakija nitawaonyesha kwa sababu mimi ni mwanachama wa klabu ya Yanga, nazungumza kwa ushahidi na nafanya hii interview kwa ushahidi. Wamesema bwana Kefa Chengula tunakuomba mchango wa kumchangia Alikamwe. Watu wale wenye sura zile wenye muonekano ule niliowaomba jambo lile ndo wale wamekuja kuniomba nichangie kwa Alikamwe. Nimewaambia pasipo na aibu. Nimetuma message ya pasipo na aibu. Nimewaambia wewe kiongozi, unakumbuka mimi nilipata ajali kwenye kadhia ile ambayo nilikuwa naeleka kwa sababu Alikamwe amepata matatizo akiwa anaipambania klabu. Mimi Kefa Chengula nimepata matatizo nikiwa naipambania klabu. Na mimi kwenye klabu ni shabiki mwenye mvuto na ni shabiki ambaye nafahamika na kila mtu. Mimi Engineer Hersi ananifahamu. Mimi mtu asiyenifahamu kwenye klabu ni GSM. Lakini Engineer Hersi ananifahamu, Alikamwe ananifahamu, Privadini ananifahamu, wote wakiwa leo kwenye influencers wananifahamu, kila mtu kwenye Yanga wananifahamu. Sasa nilishindwa kuelewa na cha kushangaza zaidi mimi bwana kwenye lile swala nisikufiche na hili nitapenda niseme kwa uwazi. Asingekuwa Ahmed Ally msemaji wa klabu ya Simba, mimi leo ilikuwa kazi yake Mungu haina makosa. Ahmed alifanyaje huyo? Ahmed Ally kupitia kinyago baada ya kuona ile video kwa sababu ile video mimi niliposti kwenye nini? Kwenye magrupu. Wewe mwenyewe ni shahidi kama uliona. Niliposti kwenye magrupu. Yote mimi na magrupu karibuni 200 ya Yanga. Mpaka ya influencers si wapi niliposti. Kuna grupu niliposti wakasema baada ya nini wakasema huyu sio mwenzetu. Maana yake sio mwana grupu mwenzako. Mwana grupu mwenzao. Sasa nikasema kuna mtu akanipigia simu akasema bana nimejaribu kulipeleka swala lako kwenye sehemu fulani. Wamesema wewe sio haupo kwenye nini? Kwenye hilo grupu. Nikasema ndugu zangu, mimi ni mwanachama wa klabu ya Yanga.
Mimi naipenda klabu ya Yanga. Nanunua jezi mpya za klabu ya Yanga. Naenda viwanjani. Tunaungana, tupo kitu kimoja. Naamini mimi sina ndugu hapa Dar es Salaam. Ndugu yangu ni klabu ya Yanga. Leo nimepata matatizo nikiwa naipambania klabu ya Yanga. Leo hawa watu wanaotuhamasisha tujiunge na wanachama, tuwe wanachama wa hiyo klabu. Tunawapigia simu kama tumepata matatizo na hiyo klabu. Ndio wamekuwa hao na hao leo ndo hao wamesusia swala langu. Na ndo hao leo wanakuja kwenye swala la Ali Kamwe kwa sababu na ndio maana nishasema Ali Shabani Kamwe hawezi kuwa bora kuliko mwanachama wa klabu ya Yanga. Umeshanielewa? Kwa nini unasema hivyo? Narudia tena. Mimi nimefunga mkataba wa kuishabikia klabu ya Yanga daima milele mpaka nitakapoingia kaburini. Nataka nikwambie, tulikuwa na Antonio Nugazi. Tulikuwa kila siku humu tunazunguka wote humu kwenye mahamasa tunazunguka. Leo Nugazi unamwona mtaani? Tulikuwa na Manara. Tulikuwa tunazunguka wote huko mitaani tunapiga mangoma tunazunguka. Leo unamwona? Tulikuwa na Hassan Bumbuli. Tulikuwa tunazunguka wote humu Mwembe Yanga, Kawe si wapi humo si Mbagala. Leo unamwona? Haya leo tunao Shabani Ali Kamwe. Tunazunguka naye humu lakini siku akija mwingine tutazunguka naye huko mtaani. Lakini mimi tangu 2012 nimekuja hii Dar es Salaam mpaka leo jambo la Yanga mimi hunikosi. Iwe la hamasa mtaani, iwe kwenda uwanjani, iwe kulipa kadi, iwe kuvaa jezi, iwe lolote. Iwe kwa namna yote mimi niko front kwa Yanga. Lakini kwa nini linavyojitokeza mimi mwanachama mkereketwa ninaipenda klabu nimepata matatizo nikiwa ndani ya klabu na ni mwanachama na nikiwa connected na hao viongozi wananifahamu kwa sura na kwa jina na ninapokaa na nimewapigia simu wananipuza wameendelea na mambo yao. What if leo limejitokeza swala la msemaji wa klabu ya Yanga amepata matatizo wanakuja kwangu kama mwanachama kuja kuniomba msaada na ndio watu wale nilioomba msaada wakanipuza na ndio watu wale wamekuja kuniomba mimi Kefa Chengula msaada. Hivi kama kweli mtu mwenye akili timamu unaweza kuwafikiria vipi? Unaona kabisa hawa watu kwanza ni watu ambao wanajipendekeza, ni watu machawa, ni watu ambao wanaishi kupitia Ali Shabani Kamwe. Umeshanielewa? Wanaishi kupitia Ali Shabani Kamwe. Ndio maana nakuuliza swali. Haji Manara amepata adhabu ya kufungiwa miaka 2 na faini ya milioni 10. Uliziona hizi purukushani mtandaoni zikijitokeza tumchangia Haji Manara ili aweze kulipiwa lile deni? Ulimuona? Ni ubaguzi, ni uchawa, ni kujipendekeza na kwa sababu hao watu wanaishi kupitia Ali Kamwe ndio maana Kikwete alisema ni mkukuta. Watu mkukuta ni watu ambao wanaishi kupitia klabu ya Yanga, wanaishi kupitia Ali Kamwe. Na ndio maana wamefanya juu chini ndani ya siku 3 milioni 5 imepatikanika. Kwa sababu gani? Wanajua kabisa huyu mtu hapa ikitokea hii adhabu ameshindwa kulipa akafungiwa, hapa sisi tutalafanyaje? Tutalala njaa. Kwa hiyo mimi binafsi nipende kusema hivi, sisi wanachama wa klabu ya Yanga ni bora kuliko kiongozi yoyote ndani ya klabu. Lazima tuheshimike sisi kwanza, lazima tupendane sisi kwanza ndio tuende kuwapenda viongozi. Lakini haiwezekani sisi ndani ya klabu, sisi wanachama na kwa wanachama tukao tunanafikiana, eti tunampenda sana Ali Kamwe, tunampenda sana engineer. Sisi kwa sisi hatupendani. Unafiki kujipendekeza si sehemu ya maisha yangu. Nitazungumza ukweli daima. Kama klabu yetu tunavyosema, anayeona mimi haya maneno yanayozungumza ni ya uongo, ajitokeze, ayapinge. Mimi nasema kwa ukweli. Ukweli ni Mungu, uongo ni shetani. Na nitasema Ali Shabani Kamwe tunakupenda, engineer tunakupenda, lakini sisi wanachama tunapata matatizo, hatuoni kiongozi yote wa klabu ya Yanga. Ila tunawaona kwenye msiba labda wa Meja Kunta, tunamwona msemaji wetu anabeba jeneza. Tumewahi kumuona msemaji wetu anajishughulisha na matatizo ya watu maskini. Tumewahi kuona bwana mimi Kefa Chengula, mimi mwenyewe binafsi tu Kefa Chengula nimepata ajali nimeumia. Nipo pale. Meja Kunta amejiunga na klabu ya Yanga 2024. Juzi tumempokea pale Mbagala 2024. Mimi nipo klabu ya Yanga tangu enzi hizo. Meja Kunta mimi na miaka 30 na kitu. Meja Kunta hata miaka 20 nafikiri sio kama nayo. Ni mtoto mdogo wa juzi. Lakini leo tunaona watu wanapapalika, wanaenda kupata content. Si labda kama kupata content sawa. Lakini kiukweli ni lazima tuipende klabu yetu, viongozi wetu muwapende wanachama pasipo kubagua. Kama mwanachama amepata matatizo, basi kiongozi nenda. Kama huwezi kwenda Ali Kamwe, mtume kiongozi yote au mtu yote mwakilishi. Hata leo kama Ali Kamwe, Ahmed Ally wa Simba amemtuma Kinyago kuja kuniangalia mimi pale hospitalini, ambaye ni upande wa pili. Leo msemaji wangu nimepata matatizo. Sawa, yawezekana hukuona, ulikuwa busy. Haya, kuna mwakilishi wako Jimmy Kindoki nimewasiliana naye, nimempigia simu. Hakuna chochote. Ningekufa leo huo msaada wa kuchangia milioni 5 mngepata wapi? Au sisi wasemaji wote au wanachama wote tukifa, huyo msemaji atakuwa msemaji wa timu gani? Msemaji wa klabu ya Simba? Sisi wote wanachama tumekufa au tumepotea? Si kama tunapata matatizo tunakufa, tunapata majali, hakuna msaada wote na tumepata majali tukiwa ndani ya klabu. Viongozi na mimi clip nilizituma. Jamani mimi niko hapa, njooni basi nimepata ajali nilikuwa kwenye swala la klabu. Sijapata ajali nilikuwa huko kwa wanawake kwenye kulewa, nimepata ajali naenda kwenye hamasa.
Hicho kitu kiliniuma, na ndio maana leo nazungumza hivi kwa sababu wao wenyewe wale wamenitafuta na nikasema hapa na mimi nawachinjia hapa. Nilichinja kwenye swala langu na mimi nazungumza hapa. Ndio maana nasema hivi, nitakuwa mkweli, nitasema ukweli. Anayeona nasema uongo aje. Unasema fact, inajibiwa kwa nini? Kwa fact iliyo bora zaidi. Kwa hiyo mimi kama Kefa Chengula nitazungumza ukweli. Anayejiona yeye ana nguvu, anaweza kunipiga, baba yangu ni Kamanda Mliro. Anayejiona yeye ni mwanasheria, baba yangu ni Profesa Palamagamba Kabudi. Basi tutakutana kwenye hivyo vyombo. Kama wewe una nguvu, unasema si utaniataki. Kuniataki kwanza huwezi. Kuna nguvu. Mwenye nguvu aje, afu tutaonyeshana kwenye sheria. Kwa sababu tunaamini kama mimi naongea uongo, twende kwenye meza. Bana Kefa Chengula, umesema wewe umefanywa hiki na hiki na hiki, ulimpigia Kindoki kuomba msaada, tuonyeshe, thibitisha. Umeomba haya, unasema wewe umeomba hela kwa Ali Kamwe, thibitisha. Nitaleta message zote hapa. Kwamba bana niliomba msaada huu hapa kwa kiongozi huyu, sikupatiwa. Niliomba hiki na hiki kwa kiongozi huyu, sikupatiwa. Kwa hiyo leo Ali Shabani kama amepata matatizo, kila mtu anatoa ulimi. Mimi mwanachama si bora, msemaji ndio bora. Bila mwanachama, yule msemaji anaishi kupitia mimi. Hilo lazima ulijue. Ali Shabani Kamwe anaishi kupitia mimi mwanachama. Mimi natoa ada ya wanachama. Ikitoka leo Ali Kamwe hajalipa miezi 3, 4, 5, atabaki kuwa msemaji pale? Wakina Manara ametoka huko Simba amekuja kwenye klabu yetu ya Yanga. Ni kwa sababu ya fedha. Usipolipwa, mimi leo natoa fedha zangu nalipia klabu ili endelee kufanyaje? Kusurvive. Lakini wao wakina Ali Kamwe wanaishi kupitia sisi. Sasa kama sisi tunapata matatizo, kwa nini hawatuheshimu? Kwa nini wanatupuza? Huu msumari, hizi sindano naomba hii usiedit. Iende hivyo ilivyo chuku kwa wahusika. Ili huu ujumbe wajue kabisa kuna wanachama wanafanyiwa mambo sivyo ndivyo, hawapewi msaada. Na kama kwa sababu kuna wanachama wengine huko chini wanashindwa kuzungumza, wanaogopa. Mimi siogopi kwa sababu baba yangu ni Kamanda Mliro. Mwanasheria wangu ni Palamagamba Kabudi. Naamini kwenye sheria. Kama anayoongea ni ya uongo au huku chini tunafanyia ambayo sio ndivyo, basi tusonge mbele kwenye sheria. Usema bana uliyozungumza thibitisha. Kwa hiyo mimi kama Kefa Chengula nitasimama kwenye ukweli, naipenda klabu yangu na napenda songe mbele, lakini kwenye udhaifu, kwenye sehemu ambako sipo, nitasimama kwenye ukweli kwa sababu naamini ukweli ni Mungu. Mimi naipenda klabu yenu, klabu yangu, Engineer Hersi, GSM, wote na Ali Kamwe nampenda. Lakini ndio maana hata kwenye media tour baba. Kwenye media tour kila siku unamuona Ali Kamwe na watu wale wenye sura zile unamuona ule. Huwezi kumuona mtu ambaye ni tofauti na lile genge. Kwa sababu gani? Wananufaika na yule bwana. Mimi niliomba kujiunga na wale majamaa ambao wako karibu na Ali Kamwe. Hata Ronaldo hana. Masheti hayo inatakuwa uwe unafuatiliwa Facebook na watu wasiopungua 200,000. 200,000 sio wanaofuatilia, wanao-like, achana na viewers, wanao-like, wame-like wasiopungua 200,000. Sasa ninataka niulize wao watu hata Engineer Hersi hana kwenye Facebook. Mimi Kefa Chengula nitawatoa wapi? Maana yake walijua kabisa Kefa Chengula tukimleta kwenye hili kundi letu anaenda kupunguza maslahi yetu. Walinizuia. Ndio maana lile genge limebaki vile sura zile. Wengine tulikuwa tunashinda wote tunauza kachori huko Mwembe Yanga. Leo unaona wanashuka zile dread, walikuwa wananyoa mapanki. Leo unaona wana vitambi, wanashuka dread kwa sababu gani? Wanaishi kupitia Ali Kamwe, wanaishi kupitia mgongo wa Yanga. Mimi kama Kefa Chengula nitasema ukweli. Anayeona haya maneno ni ya uongo, athibitisha. Lakini mimi nitasema ukweli. Mimi mwenyewe nilikuwa huko ndani, lakini huko kwenye kundi la kijani, nyuki wa kijani na njano. Kuna baadhi ya vitu vidogo tulikuwa tunapata. Umeelewa? Lakini nilikuwa na hoji. Baada ya kuona na hoji sana, wakasema huyu hafai. Wakanitoa kwenye grupu, wakanifukuza. Mpaka leo nimebaki kuwa mwanachama. Nikasema kwenye hayo magrupu mimi sio shabiki wa hilo grupu, mimi ni shabiki wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo bana, mimi nazungumza ukweli. Ukweli tobaki kuwa ukweli. Anayeona mimi nazungumza maneno ya uongo, basi aje tupingane. Kwa hiyo mimi binafsi na upenda uongozi wangu, na uongozi kwenye haya mrekebishe. Kama nayo sema ni ya uongo, basi njoeni. Kama ni ya ukweli, hiyo sehemu irekebishwe, klabu yetu songe mbele. Na wapenda wote, wanachama, mashabiki, Yanga daima mbele, nyuma mwiko. Kama una swali la kumalizia. Sina swali. Mimi nikutakie kila la heri mzee wa Half London. Bwana, pamoja sana. Saluti sana.